Ujambo na karibu. Joyce Bota, mwalimu wa Kenya, amewagusa wengi kwa ushuhuda wake wa kusisimua kuhusu ustahimilivu, imani na azma, akieleza jinsi alivyoinuka kutoka maisha ya utotoni yaliyojaa umaskini na misiba hadi kuwa mwalimu aliyefanikiwa. Alisimulia mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa marehemu baba yake, ambaye pia alikuwa mwalimu na aliyemlea kwa kumpandikiza ari ya elimu licha ya changamoto za kifamilia. Mwaka wa 2005 familia ilipatwa na pigo kubwa baada ya baba yake kufariki dunia kufuatia kuugua kwa muda mrefu baada ya kupata ajali ya baiskeli. Jambo lililomwacha mama yake akilea familia peke yake katika mazingira magumu sana. Licha ya kupoteza nyumba yao kwa moto, kukumbwa na matatizo ya kifedha na kubezwa na waliotilia shaka ndoto zake, Joyce hakukata tamaa. Aliendelea na masomo yake. Akahitimu kutoka chuo kikuu cha Kisii mwaka 2020 akiwa na shahada ya elimu Bachelor of Education. Baadaye alihudumu katika ofisi ya uangalizi ya seneti katika eneo bunge la Bobasi, na mwaka wa 2025 akatimiza ndoto yake ya maisha kwa kuajiriwa kama mwalimu wa shule ya upili. Leo anasherehekea kubadilisha maisha ya mama yake kwa kumjengea nyumba bora zaidi, ndoto ambaye anasema angependa sana marehemu baba yake angeiona ikitimia. Anasema kila hatua ya mafanikio yake ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu, na ana matumaini kuwa simulizi yake itawahamasisha wengi kutokata tamaa, akikumbusha kuwa hakuna maisha ya chini kiasi ambacho Mungu hawezi kuyabadilisha. Kutoka kwenye nyasi hadi kwenye neema, simulizi yangu ni ushahidi kwamba Mungu bado anaandika mwisho mzuri wa wale wanaomtumaini. Hayo ni maelezo ya Joyce Bota, ambaye amekuwa akilelewa kwenye hali duni, hali ya umaskini, lakini amejikakamua sana kuhakikisha ya kwamba anabadilisha maisha ya kule nyumbani. Ameeleza ya kwamba amepitia changamoto nyingi, misiba, ila aliamini ya kwamba kesho bora lazima uwe na stahamala, lazima uwe na uvumilivu ndiyo upate kile ambacho unataka. Amesema ya kwamba alikuwa na hari ambayo alipokezwa kutoka kwa baba yake mzazi, ambaye aliaga dunia baada ya kupata ajali ya baiskeli kipindi hicho, na akaugua kwa muda mrefu, kisha baadaye kuja akaaga dunia, kitu ambacho kilimfanya Joyce Bota kupitia hali ngumu sana ya kimaisha, lakini akavumilia, akaamini ya kwamba elimu peke yake ndio ingeokoa familia yenye lindi la umaskini, kitu ambacho kilimtia hari ya hali ya juu, na kisha baadaye akafanikiwa baada ya kuhitimu kama mwalimu, na baada ya kumaliza masomo yake kwa imani ambayo alikuwa nayo, na baadaye amekuwa mtu bora. Ni kielelezo ambacho ametoa ili kiwe na watu wengine wasije wakakata tamaa kwenye maisha, wavumilie na mwisho wa siku watafanikiwa.